Haile Selassie wa kwanza alikuwa mfalme wa mwisho kabisa wa Ethiopia, mmoja ya viongozi mashuhuri zaidi barani Afrika katika karne ya 20. Haile Selassie alizaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 7, ilikuwa mwaka 1892. Alizaliwa katika eneo la Ethiopia wakati huo ikiitwa Abyssinia. Jina lake la kuzaliwa alikuwa akiitwa Tafari Makonnen. Baadaye alipata cheo cha kifalme na kuitwa Rastafari, na hapo ndio chanzo cha jina la Rastafari. Mnamo mwaka 1930 alitawazwa kuwa mfalme kwa jina la Haile Selassie wa kwanza. Maana ya hilo jina ni nguvu ya Utatu Mtakatifu. Alitawazwa rasmi mnamo tarehe 2 ya mwezi wa 11 mwaka 1930 katika mji wa Addis Ababa, na baada ya kutawazwa kuwa mfalme akajitangaza kuwa yeye ni mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda. Akajiita yeye mteule wa Mungu. Alitaka kuifanya Ethiopia kuwa taifa la kisasa kwa kuimarisha elimu, sheria na diplomasia ya kimataifa. Mnamo mwaka 1935 kiongozi wa Italia Benito Mussolini aliivamia Ethiopia. Jeshi la Italia lilitumia silaha za kisasa na hata gesi za sumu. Haile Selassie akalazimika kwenda uhamishoni nchini Uingereza. Mwaka 1936 Haile Selassie alitoa hotuba maarufu katika League of Nations akiomba msaada wa kimataifa. Hotuba yake ilijulikana sana kwa kupinga ukoloni na ubaguzi. Mnamo mwaka 1941 kwa msaada wa Uingereza akarejea Ethiopia na kuendelea kutawala. Haile Selassie alikuwa mstari wa mbele katika harakati za Umoja wa Afrika. Mwaka 1963 alisaidia kuanzishwa kwa Organization of Africa Unity, yani OAU, yani Umoja wa Afrika, huko jijini Addis Ababa, ambayo baadaye ikawa African Union. Haile Selassie alikuwa kiongozi mwenye heshima kubwa barani Afrika kwa kupinga ukoloni. Wafuasi wa dini ya Rastafari hasa huko nchini Jamaica walimuona kama mkombozi na wakati mwingine kama Masihi. Jina Rastafari linatokana na cheo chake cha awali, Rastafari. Hadi hii leo Haile Selassie yuko na heshima kubwa miongoni mwa wafuasi wa harakati hiyo ya Rastafari. Katika miaka ya 1970 Ethiopia ilikumbwa na njaa kali, ukosefu wa ajira na hata migogoro ya kisiasa. Mnamo mwaka 1994 jeshi lilifanya mapinduzi na kumuondoa madarakani. Serikali ya kijeshi iliyoitwa Degi ilichukua madaraka. Haile Selassie alifariki dunia mnamo tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka 1975 akiwa chini ya ulinzi wa serikali ya kijeshi, na alikufa akiwa na miaka 83. Haile Selassie anakumbukwa kama mfalme wa mwisho wa Ethiopia. Anakumbukwa kama mpigania uhuru na umoja wa Afrika. Anakumbukwa kama kiongozi aliyeileta nchi ya Ethiopia katika jukwaa la kimataifa. Haile Selassie akiwa na umri wa miaka 13 tu alipewa ukuu wa mgambo. Wakati siku hizi kijana wa miaka 30 bado anakaa kwao, anakula kwao. Haile aliaminiwa kwa sababu ya akili nyingi, ingawa kila mtu ana akili, isipokuwa tumetofautiana tu matumizi. Kuna mtu anayetumia akili zake kuzalisha matatizo na kuna mwingine
anatumia akili zake kutatua matatizo. Haile Selassie yeye alitumia akili kutatua matatizo. Haile Selassie alipofikisha umri wa miaka 28 alipewa ufalme wa nchi. Marastafari wa Jamaika na duniani kote wakasema huyu ndiyo yule Masia aliyetabiriwa kuja kuitoa Afrika utumwani, tumuenzi. Waethiopia wakasema huyu ndiyo yule kibaraka wa mabeberu, tumuue. Mwaka 1975 wakamuua na kisha wakamfungia ndani ya chumba kidogo chenye giza totoro. Baadaye walimuua kama mende na mifupa yake ilikuja kuonekana baadaye sana, tena ikiwa imezagaa chooni. Si unajua tena, nabii hakubaliki kwao, nabii hana heshima kwao. Haile Selassie alipotawazwa kuwa mfalme mwaka 1930, wafuasi wa Rastafari kote duniani wakafurahi. Rastafari imani yao juu ya Afrika ni kubwa. Wao wanaamini hata Yesu alikuwa mweusi. Wafuasi wa Rastafari wanaamini Biblia pia iliandikwa huko nchini Ethiopia. Tena wanaamini Biblia iliandikwa Kihabeshi. Na pia wanaamini hata ile bustani ya Eden ambapo Adam na Eva walimzingua sagodi wakatimuliwa ilikuwa Afrika. Haile Selassie ni kitukuu cha mfalme Suleiman, yule mfalme ambaye aliomba kwa Mwenyezi Mungu ampatie hekima. Mwenyezi Mungu akampatia hekima na utajiri wa akili, akampatia mali na akampatia wake 700 na michepuko 300. Hekima za Suleiman ziliwavutia watu wengi kutoka sehemu mbalimbali duniani. Hata Malkia wa Sheba kutoka Ethiopia alivutiwa, akasema ngoja nikajionee mwenyewe, maana vya kusimuliwa havinogi. Malkia wa Sheba kutoka Ethiopia akasafiri mpaka Yerusalemu. Huko uso kwa uso akamuona mfalme live, akauliza maswali magumu, yakajibiwa kiulaini. Malkia wa Sheba akamzimikia mfalme, kisha wakapeana zawadi mpaka zote. Malkia wa Sheba akarudi Afrika na kitoto kichanga tumboni. Unajua, ukiona binti amekukubali, jua una vitu viwili. Ndiyo, ewe mwanaume, ukiona binti amekukubali, jua una vitu viwili. Una akili au pesa. Hakuna binti anayekubali zero brain. Uwe na akili ama uwe na mali. Sasa Malkia wa Sheba kutoka Ethiopia baada ya kwenda huko Yerusalem akamuona mfalme Suleiman, wakapiga story na mengine mengi. Akarejea Ethiopia akiwa na kitumbo, na huko akamzaa Meneliki, yani son of wise, ambaye baadaye alikuja kuwa mfalme wa Ethiopia. Na katika huo mlolongo huo ndiko ambako Haile Selassie, simba wa Yuda, akachomokea. Na ndio maana wanasema Haile Selassie ni kitukuu cha mfalme Suleiman. Rastafari wanaamini kwamba Ethiopia ni nchi ya ahadi, ndio maana wakoloni walishindwa kuitawala. Haile Selassie alikuwa kichwa sana na aliwahi toa hotuba moja matata kipindi hiko yupo uhamishoni nchini Uingereza. Alitoa hotuba matata hadi dunia ikaungana naye kumtwanga Mussolini wa Italia aliyekuwa ameikalia Ethiopia. Katika hotuba yake Haile Selassie alisema, mbali na ufalme wa Bwana hakuna taifa hapa ulimwenguni ambalo liko juu ya lingine. Leo ni sisi, kesho ni wewe. Hiyo ilikuwa mwaka 1936 pale Umoja wa Mataifa. Mnamo mwezi wa 4 tarehe 21 mwaka 1966 Haile Selassie alitembelea Jamaika, na huko akapata mapokezi makubwa sana kutoka kwa marasta. Moshi wa bangi ulitanda kila kona kama alama ya heshima ya waumini wa imani hiyo. Bangi kwa marasta inatumika katika kuabudu na tahajudi, yani meditation.
Unajua, ili kufanya meditation vizuri unahitaji utulivu wa akili, yaani kusahau matatizo yako yote yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Sasa wao Rastafari wanaamini ukitumia bangi inasaidia sana kukupa utulivu, lakini kwa hapa Tanzania mmea wa bangi ni haramu, ukikamatwa unalo. Yote kwa yote, ndugu yangu, usivute ganja. Wengi waliovuta ganja haikuwaacha salama. Usivute bangi ndugu yangu, hatari hiyo. Waachie wenyewe wa Jamaika, ndo mambo yao hayo. Haile Selassie aliamini katika kuiunganisha Afrika na Waafrika. Alinunua ndege ya kwanza mnamo mwaka 1920 na ndege hiyo ilitumika kuwasafirisha wapigania uhuru wa Afrika kwenda kudai uhuru kwa wakoloni. Leo hii ndege za Ethiopia zimeunganisha Afrika na dunia. Nenda kila kona ya dunia utawakuta Ethiopia Airline, na mpaka sasa nchi ya Ethiopia wako na ndege zaidi ya 160, lakini yeye ndiye muasisi wa ndege pale nchini Ethiopia, Haile Selassie. Lakini pia Haile Selassie yeye pia ndiye muasisi wa Umoja wa Afrika, na mkutano wa kwanza wa Umoja wa Afrika ulifanyika pale Addis Ababa mnamo mwaka 1963, na yeye akawa ndiye mwenyekiti wake wa kwanza wa Umoja wa Afrika. Baba wa taifa la Afrika ya Kusini Nelson Mandela alisema kushikana mkono na Haile Selassie ni sawa na kushikana mkono na historia ya Afrika. Hata Walter Rodney, yule mwandishi wa How Europe Underdeveloped Africa, anakiri kwamba Marasta ndio jamii pekee ya watu weusi wanaojitambua na wenye juhudi katika kujitegemea. Anaamini kwamba Marasta wamejikomboa kutoka katika utumwa wa akili. Marasta wengi wanafanya kazi za mikono yao, yaani sanaa na muziki. Marasta hawaamini katika kuajiriwa. Marasta wengi wamejiajiri wenyewe. Mwaka 1974 Haile Selassie alipinduliwa na kamati ya kijeshi iliyoitwa DEG ikiongozwa na Haile Mangatsu Mariam. Baadaye walimuua, ingawa Marastafari hawaamini kama alikufa. Wanamsemo wao Rastafari never die. Wanaamini Rasta akitoweka anazaliwa katika nafsi nyingine. Wanaamini uhai ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo kama uhai ni zawadi, Mwenyezi Mungu hawezi kutunyang'anya. Wanaamini hivyo Marasta. Hawa jamaa kwenye kujenga hoja ni noma. Wanakuambia God bless I and I Rastafari. Marasta wenyewe wanatumia I and I kumaanisha I and you. Hawatumii you kwa sababu ni ishara ya kibaguzi. Yaani wenyewe I and I wanaamini ukitumia you ni ubaguzi. Wanaamini katika I am because we are. Ni ngumu kuwaelewa hawa jamaa, hasa kama umeshiba imani za mabeberu, huwezi kuwaelewa hawa jamaa. Akili ni nywele, kila mtu ana zake. Rasta yeye hakati nywele kwa sababu nywele ni sehemu ya akili. Nywele ni sehemu ya utambulisho wa Mwafrika. Marastafari wenyewe wanaamini kwamba Rasta wa kwanza alikuwa Samson. Baadaye Samson alivyoruhusu nywele zake kukatwa, nguvu zikamuisha. Na hiyo ndio maana Marasta hawakati nywele. Wanaamini nywele ni akili, nywele ina nguvu. Wanaogopa kisiwakute kile kilichomkuta Samson. Marasta wanaamini hata ujinga uliosambaa katika jamii zetu ni kwa sababu ya watu kukata nywele. Hivyo wanaamini Marasta. Wenyewe wanatumia sana Biblia, hasa Agano la Kale, kujustify imani yao. Marasta pombe wanaita soup of evil, yaani supu ya uovu. Marasta hawatumii pombe kwa sababu wanaamini kwamba pombe ikikaa mwilini inadhoofisha mwili na akili, na pia pombe hushawishi maovu. Lakini pia Marasta hawali nyama. Moja ya sababu ambayo inafanya jamaa wasile nyama
wanaamini kwamba nyama inasababisha hasira. Wanasema unapomchinja mnyama, ile hasira ya maumivu ya mnyama huamsha nyongo, na hiyo nyongo husambaa katika mwili mzima wa mnyama. Na ndiyo maana wakati unamchuna, unaweza ona kwenye nyama kama kuna mitetemo fulani hivi. Marasta wanaamini kwamba hiyo ni hasira, na hiyo nyama ikiingia ndani ya mwili wa binadamu, ile mitetemo ile huamka upya. Wanasema kuna wakati utasikia kama mwili wako una vibrate hivi. Wanasema huo ni ulaji wa nyama, hizo ni hasira. Na wanasema hiyo sasa inakwenda hadi kwenye ubongo, inapelekea mtu anakuwa na hasira za mara kwa mara. Labda ndiyo maana jamii nyingi za wafugaji ni watu majasiri, makatili. Ndugu zetu ambao ni watafiti, hebu mfanye tafiti kuhusu hili. Je, Marastafari wako sahihi? Ndugu yangu, yako mambo mengi mazuri kutoka kwa Rastafari, lakini tumelishwa sumu kuhusu hawa ndugu zetu, tukiambiwa kwamba Rastafari ni uhuni. Nasikia hata mzee Nyerere kidogo anaswe kwenye huo mtego kwamba Marastafari ni wahuni, na hiyo ikapelekea kukataa kumpa mkono Bob Marley ile siku ya uhuru wa Zimbabwe. Unajua, katika uhuru wa Zimbabwe, zile sherehe, baba wa taifa mzee Nyerere alikuwepo, na siku hiyo pia Bob Marley alikuwepo. Unaambiwa mwanzo kabisa, kabla Bob hajaanza kutumbuiza, baba wa taifa alikataa kumpa mkono, akiamini kwamba huyu muhuni tu. Lakini unaambiwa Bob Marley aliposimama na kuanza kuperform, na hasa alipoperform kile kibao cha Africa Unite, mzee Nyerere alisimama mwenyewe na kwenda kumpa mkono. Mimi ni ndugu yako wa kila kukicha, Dastan Fredi Kamala. Shukran, hadi wakati mwingine.